mkutano mkuu maalum unapokaa Dodoma, kila mtu, hata kada mwingine anaweza kuwa anaufuatilia, kakaa sehemu anafurahi, lakini huko Dodoma nao ni wakaribishe kuja Dodoma. Kwa hiyo tarehe 29 na tarehe 30 Watanzania watege sikio Dodoma kuona ilani ya wananchi, ilani itakaokonga nyoyo za Watanzania. Na Chama cha Mapinduzi mpaka kinaandaa ilani, maana yake tumeshafanya kazi ya kutosha ya kufanya tathmini ya utekelezaji wa ilani 2020-2025. Tumeona ilivyotekelezwa, lakini pia kwa changamoto chache labda zilizobaki nazo tunaziingiza katika ilani nao itakaofuata ya 2025 kwenda 2030. Kwa hiyo hilo kwa Tanzania tutakapoizindua ilani hiyo, wao wenyewe wataona kwamba CCM inazingatia maoni ya wananchi, kwa sababu katika ilani hiyo tumeshirikisha pia wananchi, tumeshirikisha wadau mbalimbali kuweza kuandaa ilani hiyo ya chama. Kwa hiyo hili ndio lililowaitia kubwa CCM kufanya mkutano maalum taifa, kwa maana kubwa ajenda hizo tatu. Kwanza, kupokea taarifa za utekelezaji katika serikali zetu mbili, ili uzinduzi ndani na kufanya marekebisho madogo ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru sana, hilo ndio kubwa ambalo niliona nitolee taarifa na wananchi wajue kwamba tutakuwa na mkutano mkuu maalum. Na sisi tunafurahi kwamba mwaka huu tumekuwa na mkusanyiko mikubwa. Huu unaenda kuwa mkusanyiko wa 3 mkubwa. Tulikuwa na mkutano mkuu, tukawa na sherehe za CCM miaka 48, au tunaenda kuwa na mkutano mkuu maalum. Asanteni sana, na hasa utekelezaji wa ilani. Nimeeleza kwamba utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi umefanyika kwa kiasi kikubwa. Unajua, mimi naendelea kusisitiza awamu hii ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, fedha za maendeleo zimetolewa kwa wingi kuliko awamu yoyote. Ndio maana ukienda katika kijiji kuna alama aidha darasa, aidha zahanati, aidha maji, aidha mradi wowote ambao umewagusa wananchi kwenye kata, kwenye jimbo kwa ujumla, wilaya na mikoa. Fedha za maendeleo zimepelekwa kwa wingi mno kuliko wakati wote. Kwa hiyo ilani yetu tukiangalia kwa kiasi kikubwa imetekelezwa kwa asilimia kubwa. Huwezi kusema 100 kwa 100. Maeneo mengine wanaweza kuambia 120, wengine 100 kwa 100, wengine 99, lakini ieleweke kwamba ilani ya uchaguzi 2025 imetekelezwa kwa kiasi kikubwa, na hiyo ndio inayotupa nguvu na matumaini kwamba Chama cha Mapinduzi kiliahidi, kimetekeleza, na hiyo ndio inajenga imani kwa wananchi. Na ndio maana hata uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji wananchi walituamini
na sisi tukasema kwamba kupitia ilani hiyo basi tutaandaa ilani nyingine ambayo itakuwa ni ilani itakayotoa matumaini makubwa kwa Watanzania. Kwa hiyo kwa maana ya utekelezaji wa ilani na imani yangu kwa wananchi ndio iliyonifanya uninukuu kwa maneno hayo kwamba CCM itashinda kwa kishindo kutokana na utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mwingine inaandaliwa na Chama cha Mapinduzi, inaandaliwa na Chama cha Mapinduzi, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi si katibu wa idara ya itikadi, uenezi na mafunzo, ndio mwenye jukumu hilo, idara yangu ndio mwenye jukumu hilo la kuandaa ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo maana yake idara yangu nina wataalamu wengi, lakini kamati kuu ndio inateua sasa kamati ya ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo wakati ule majina mbona yalikuwepo ya kamati iliyoteuliwa ya kuandaa ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo imeandaliwa, kamati kuu inateua wajumbe wa kuandaa ilani hiyo, na imeandaliwa kwa maana ownership ni ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ukiniuliza wataalamu kwa majina, wataalamu ni wasaidizi wangu walioko katika ofisi idara ya uenezi, organization, SUKI, ofisi ya katibu mkuu, wataalamu kwa maana wengi wako makao makuu wa Chama cha Mapinduzi. Ndipo marekebisho. Wewe unataka ujue, alafu unaona kama marekebisho yamefanywa sana. Umeniambia katika maelezo yako ya msingi kwamba awamu ya 6 tumeshuhudia vikao kufanya marekebisho ya katiba ili kuongeza watu kwa mtu mmoja na nafasi moja, narudisha mtu mmoja na nafasi nyingi. Masuala ya ubunge kugombea ilikuwa tunaomba kule jimboni, majina yanakuja yote huku, tunarudisha yote na kuja kule. Sasa hivi nasema tabia matatu, labda ni kufanyika sasa hivi naenda kwenye eneo gani? Tega sikio basi. Tega sikio kwenye marekebisho yatakao, kwa sababu na hao mengine tulikuwa mnasikia CCM imefanya marekebisho. Mkutano uliopita mmeona kwamba kura za maoni sasa wajumbe wameongezwa kutoka wale wachache wamekuwa wengi, mpaka mabalozi huko wanapiga kura, jumuiya za chama. Yalikuwa marekebisho mengine hata ambayo labda hamjafuatilia, ikiwemo zamani ilikuwa kwamba bwana, ukitaka kuomba wanachama uandike hiyo barua upeleke kwenye tawi, lakini sasa hivi ni kwamba utawasilisha maombi. Inaweza kuwa kwa mtandao, unaweza kuwa kwa njia yoyote, lazima tuende na wakati. Nataka niwaambie marekebisho yoyote yanafanywa kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi, tofauti na vyama vingine. Ni chama dynamic, hatuwezi kuwa static. Dunia inabadilika, modern politics generation. Kwa hiyo na mazingira yenyewe ya kidunia. Kwa chama chetu lazima muda wote lazima kiwe dynamic. Kwa hiyo tegemea kwamba kunaweza kutokea leo marekebisho haya, kutokea wakati fulani marekebisho, kutokana na umuhimu na uhitaji wa wakati huu. Kwa hiyo tutakapofanya marekebisho utajua marekebisho yaliyofanya. Sasa Maro alikuwa hajauliza swali. Nimemwona huko mkono wake. Swali la kwanza, utekelezaji wa ilani. Ni miezi mitatu kama sio minne tulipofanya mkutano mkuu wa kumshirikisha mgombea wa urais. Tuliona waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano alieleza utekelezaji wa ilani
kule Zanzibar, makamu wa pili wa rais. Asante sana. Naomba swala la kwamba ni miezi mitatu tulikuwa na mkutano mkuu na taarifa hizo ziliwasilishwa, kuna utofauti gani? Nasema kuna utofauti mkubwa. Hapa tunapokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya miaka mitano. Miaka mitano, 2020 mpaka 2025. Kwenye ilani ile, kwenye ile taarifa iliyokuwa inawasilishwa katika mkutano uliopita, ipo miradi ilikuwa inatekelezwa imefika asilimia say 55. Kwa hiyo tutakaposoma sasa hivi tutaeleza imefikia asilimia 70 au 80. Wakati tunawasilisha ilani ile, miradi ya BRT inayoendelea Dar es Salaam ilikuwa bado kuna chimbuliwa. Sasa hivi unaona majengo na asilimia zake, unaanza kuona hiyo miundombinu. Kwa hiyo ni tofauti. Hiyo miezi mitatu kuna mambo yamefanyika. Kwa hiyo huku kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama tuliwasilisha kwamba jengo la hospitali limekamilika, maana yake katika miezi mitatu tutakuja na taarifa kwamba tayari wananchi wanatibiwa katika hilo jengo. Awali katika miezi mitatu ilikuwa labda vifaa tiba havijawekwa. Kwa hiyo niseme kuna utofauti, lakini tosha kusema kwamba ni utekelezaji sasa wa miaka mitano. La pili, ulisema mkutano mkuu unahitaji maandalizi, na unaona kama ni siku 10. Nakubaliana na wewe, mkutano mkuu ni jambo kubwa, lakini mpaka nakuja kutangaza, maana yake kulikuwa na maandalizi yanafanyika, na sasa natangaza nikiwa naamini maandalizi yamekamilika. Na ndio maana Chama cha Mapinduzi kina kamati kuu, kina halmashauri kuu, lakini kuna secretariat, sisi ambao ni waajiriwa wa kufanya kazi za kila siku chini ya katibu mkuu. Kwa hiyo sisi sasa ndo tunafanya zile kazi na watendaji. Kwa hiyo tukishajua kwamba tumefika mahali, tunatoa taarifa. Kwa hiyo ndugu yangu, nikutoe wasiwasi, hatuwezi kweli kuandaa mkutano kwa siku 10. Hata mimi nakukubalia. Kwa hiyo hapa nilipo naongea siku 10 ni kutangaza kwamba kutakuwa na mkutano mkuu. Kwa hiyo sio jambo la dharura ndani ya siku 10 tunaandaa mkutano, hapana. Mkutano huu sisi tuko watendaji, watumishi wa chama, tumeanza maandalizi muda mrefu, tukaangalia hizo tarehe na mpaka nakuja kutangaza, manake maandalizi ni kama yamekamilika. Na ndio maana nimewakaribisha watu mje Dodoma, nimewakaribisha wajumbe. Wale ni mabosi. Mkutano mkuu wale ni mabosi. Kwa hiyo hatuwezi tukatamka au tukaandaa mkutano mkuu ambao hauna hali. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa, manake tumeshajipanga, kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo ni kualika tu waje katika mkutano. La tatu, unaniuliza habari ya makamu mwenyekiti. Ndio hayo ambayo sasa hayako kwenye ajenda zangu. Nilijua Kimaro lazima nichokoze. Hayapo kwenye ajenda za mkutano. Kwa hiyo itoshe kusema, mbona mimi nafanya ziara, napumzika, na kuwa na kazi zingine za kufanya, vikao vya ndani vya ofisini. Baada ya hapo naanza ziara tena. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida tu. Kwa hiyo mzee hana jambo lolote. Hana jambo lolote. Kwa hiyo ni ratiba kwamba bana mtafanya hapa,
Kikamilisha napumzika, kuna jambo la familia, kuona watoto, na hata mimi mwenyewe lazima nijiwekee hilo. Halafu baada ya hapo unaenda ofisini, baada ya hapo unasema nitafanya ziara. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa hata mimi nikipotea wiki moja, naambia mwenezi kwa sababu amekata moto au amekata pumzi, nikipumzika wiki moja, hapana, ni ratiba. Kwa sababu wanawakilisha taifa na ndio timu iliyobaki pekee kuwakilisha nchi yetu hapa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo kwa hilo kwa kweli niseme tunawatakia Simba kila laheri. Heshima watakaoipata ni ya Tanzania, lakini pia tumefika hapa kutokana na wadau wengi waliochangia timu zetu kufika katika hatua hii kubwa. TFF, bodi ya ligi, lakini kikubwa serikali, kwa maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa hamasa kubwa sana ya kwa wachezaji, kwa timu zetu, goli la mama. Kwa hiyo yote amechagiza na imeleta hamasa na mwitikio mkubwa, na naamini kwamba imechangia sana hapa tulipofikia. Kwa hiyo leo tarehe 17, hata kama sio ajenda nilizowaitia, umenikumbusha niseme tunawatakia kila, kwa sababu wanaleta heshima ya nchi yetu. Watacheza huko, watakuja hapa inshallah. Swala la utekelezaji wa ilani, mimi niseme tu kwamba jukumu la chama chetu kama ulivyosema ni kuandaa ilani, lakini pia kusimamia utekelezaji wa ilani. Kwa hiyo hayo yanayoelezwa katika taarifa za CAG, maana yake ni kwamba yatachukuliwa hatua na serikali, na ndio maana taarifa ya CAG ikishawasilishwa, serikali yenyewe pia inaanza kuandaa majibu ya yale ambayo wameambiwa hapa pana hapa. Kwa hiyo baada ya hapo majibu yanapatikana, lakini pia na utekelezaji wa kuchukua hatua za kurekebisha na kuchukua pia hatua pale inapoonekana kwamba kulikuwa na uzembe. Kwa hiyo kubwa ni kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vizuri, na tunatumaini kwamba tunaipeleka ilani nyingine tutakayozindua itakayotoa matumaini makubwa kwa Tanzania.